mimi pamoja na uongozi wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Mwanza kwenye kujionea hali ya uwanja wa CCM Kirumba ambao ni uwanja wa kihistoria. Mambo mengi yamefanyika hapa na ambao bado unatuhudumia kama miongoni mwa miundombinu yetu ambayo tunaitumia kwa ajili ya shughuli za michezo, hasa mpira wa miguu. Kama ambavyo unaona kuna kipute hapa kinaendelea hapa nyuma yetu. Na mimi nimejionea, nilikuwa hali naifahamu kwenye makaratasi kwa siku za karibuni, nilikuwa sijaje, nimekuja nimejionea mwenyewe. Na nimepokea maombi kutoka kwa uongozi wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Mwanza kuhusiana na mambo kadhaa ambayo tunafaa kuyafanya. Sasa niseme jambo moja ambalo kwanza limeulizwa sana hata bungeni, la ukarabati wa viwanja kadhaa ikiwemo CCM Kirumba. Tulikuwa na mpango kweli wa kukarabati viwanja 5 ambavyo vyenyewe vinamilikiwa na taasisi ambazo sio serikali, na mpango huo haujafutwa lakini haujaiva. Tunaendelea kufanyia kazi hali itakaporuhusu, na tutakapokuwa na kitu cha kusema kuhusiana na jambo hilo tutatoa ufafanuzi mzuri, lakini tuna mipango mizuri ambayo tutaitekeleza hali kadhalika. Lakini kwa sasa naona, kwa mimi ninavyoona, tatizo kubwa zaidi kuliko yote ambayo nimeambiwa leo ni kuhusiana na taa za uwanja huu. Sasa hatuna budget pale wizarani kwetu ya kuweka taa kwenye uwanja wa CCM Kirumba kwa sasa, lakini mimi nitafanya juhudi mimi binafsi ya kumobilize wadau, nione namna ambavyo uwanja huu unaweza ukapata taa na watani zangu wasukuma hapa wakaona mpira mpaka usiku. Kwa hivyo hilo ni jukumu ambalo mimi nitalivaa na nitahakikisha linatokea. Wanipe muda kidogo niongee na wenzetu ambao wamekuwa wakijitolea sana, wadau ambao wamekuwa wakitusaidia sana kwenye shughuli za michezo kadhaa, nione namna ambavyo wanaweza kutusaidia kipute kipigwe hapa hata nyakati za usiku. Itaongezea muda wa kuburudika, lakini inaweza kuongeza idadi ya mechi ambazo zinachezwa hapa na vitu vingine vingi. Uweze amini, huu ni miongoni mwa watu wana complain mambo mbalimbali yanayohusu Mwanza kuhusiana na mambo ya michezo. Kwa hivyo unajua, kama unavyofahamu, tuna shughuli nyingine usiku, na huyu ni rafiki yangu wa siku nyingi. Hebu twende tuambatane tukaangalie uwanja wenu Wasukuma mnacheza wapi mpira. Na tumekuja naye hapa na yeye amejionea, hakuwa amefanya ukaguzi na yeye wa hivi, alikuwa anayasema tu maneno juu. Lakini pia namlinda asipige cheupe mpaka amalize shughuli yetu usiku. Katika kuhakikisha hagusi cheupe mpaka shughuli yetu ya usiku ishe, na tumekubaliana kesho ana show kwenye Yanga Day pia, asiguse mpaka amalize na Yanga Day hali kadhalika. Masihara, lakini kweli ni kwamba nazunguka na utaniona na Dudu, utaniona na Tale, utaniona na Madii. Watu wetu wao ni watu ambao tuko karibu na tunafanya shughuli zetu kwa pamoja. Hata shughuli nilizopewa na Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuzisimamia, wadau wake ndio hawa. Kwa hivyo na mambo yanaingiliana kwa sehemu nyingi: muziki, mpira, burudani na michezo. Kwa nyakati nyingi yanakuwa ni mambo yanayokwenda kwa pamoja. Kwa hiyo ukimchukua mwanamuziki mkaje kuangalia shughuli za michezo, hakuna kilichopotea. Labda Dudu, hii ni heshima kubwa sana na endorsement. Ndio ni nyumbani, lakini viongozi wakubwa kama naibu waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo kuja naye kwenye tukio kama hili, unajisikiaje? Lakini unawaahidi nini wana Mwanza, lakini na wana Tanzania kwa ujumla? Mimi kwanza naipenda Mwanza na CCM Kirumba siku zote. Kilio changu nataka CCM Kirumba uwe uwanja mkubwa Tanzania na East Africa, sababu miaka ya nyuma Simba, Yanga wanaleta michezo hapa, ushanaelewa vizuri. Lakini wagina niuma kuona kwa nini KMC wana uwanja mzuri, Azam wana uwanja mzuri, hawa Watanga wana uwanja mzuri mpaka una taarafu, sisi Usukumani hakuna taa. Ndio maana nikamwambia Swaiba, ule uwanja na sisi tunahitaji taa tucheze usiku na mchana, na Swaiba ameshaniambia poa. Kwa hiyo ni heshima kubwa, kaniheshimisha, kaniinua sana. Tumetoka mbali, lakini hapa tuko kikazi zaidi. Hakuna cheupe hapa wala kimsiki. Sawa, kwa hivyo niwaambie tu viongozi wa Chama cha Mapinduzi, yote ambayo mmeyasema, ndugu yangu Mneki, bosi wangu,
tumeyapokea na tutayafanyia kazi. Moja ambalo nawaahidi ni hili la taa ambalo tumeshalisema, lakini pia kuharakisha mchakato wa kuona namna ambavyo viwanja hivi vinaweza vikafanywa sasa ukarabati mkubwa ili kuwa na viwanja ambavyo vina hadhi ya kucheza hata mechi za kimataifa.